namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo, na kushukuru pia mama. Amina. Kwa sababu kila kukicha tunakusumbua, mambo ni mengi yanatokea kwenye familia zetu, lakini uache kutubeba. Amina mwanangu. Lakini la mwisho zaidi ni kwamba nyumbani kwangu mimi ilikuwa mijusi, yani ile mijusi meupe ile ambayo ina nani ukutani. Ilikuwa yani ni mingi sana, unaweza kukuta mijusi miwili yani iko hapo masaa 24. Lakini baada ya kukanyaga madhabahu Hema la Makimbilio sijaona mjusi tena ndani kwangu, na hawapo kabisa. Mshangilie Yesu. Hawapo mijusi hapo. Wamekimbia kabisa. Walikuwa wanakaa tu hapo ukutani wanaangalia. Wanashangaa. Na hata ukimfukuza yani ameganda yuko hapo. Lakini sasa hivi hawapo kabisa. Kwa hiyo namshukuru Mungu wa hii madhabahu ni hapa. Hebu mshangilie. Nani kwao kuna mijusi? Kuna mwingine hapa anasema mama kwangu hapo. Hebu nyoosha mkono juu. Nyoosha mkono juu. Nyoosha niwafukuze. Simama niwafukuze. Simama niwafukuze. Unaona mijusi walivyo wengi huko ndani. Anyoosha mkono juu. Anawafukuza. Jesus mama. He's my everything mwanangu. Kwa majina naitwa Lucy Mwale, natokea Sakina. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima na afya njema. Amen. Kwanza nimeenda chuo hii semester iliyopita, sijawahi kuumwa. Nimekuwa mzima, hata ile magonjwa yalikuwa yananisumbua sijasikia tena. Amen. Kwa sababu nilikuwa nikija likizo, yani siumwi, hata mafua yani hainipati. Lakini nikienda chuo naumwa na vitu vya ajabu, kichwa kinauma sana. Yani mpaka nivute kinyesi cha tembo au cha ng'ombe ndio nakaa sawa. Uvute? Yeah. Unakivutia wapi Lucy? Hebu situshangaze sasa. Unakitoa wapi kinyesi cha tembo? Cha tembo? Kuna kipindi nilikuwa naumwa sana na kichwa. Bibi yangu akawa ameniambia ile ni dawa. Kama unaona kipanda uso, unachoma, kama unajifukiza. Sasa hicho kinyesi kwa akakuletea kilichokauka. Anakuletea? Nilikuwa nacho nyumbani. Ulikitoa wapi? Kwa bibi Moshi. Sasa nilikuwa addicted, yani nisipovuta ile dawa sisiki, yani nikinywa dawa sisiki, kichwa kipoi. Sasa nilipoenda chuo nilikuwa nimesahau, ukakisahau kinyesi. Nilikuwa nimesahau nyumbani. Nikabidi nitafute watu, nikawalipa. Wanitafutie cha ng'ombe. Kinyesi cha ng'ombe. Yani nilikuwa hata nikikaa darasani hivi kikianza kuuma, natoka venue naenda room, unakichoma. Nachukua na choma najifukiza ndo nakaa sawa. Watu walikuwa kuiti mchawi mwanangu. Kuna mbwa kwa wananiogopa. Lakini kwanza nimeenda hii semester mwaka wa pili. Na kinyesi hujavuta tena. Hizi dawa za kienyeji. Hebu usicheke. Wewe mwambie mwenzako wewe unajifanyiaje nini? Acha. Shida yangu ya pili, nilimwahidi Mungu nikifanikiwa kufanya mtihani wangu wa UE kozi zangu zote nitakuja kumshuhudia. Masomo yalikuwa magumu. Yalikuwa magumu sana. Mwaka pili, yani watu au finalist au ambao kwa mwaka watatu kwa kama wanatishia mtumbeni mkiingia mwaka wa pili. Mwaka wa pili ni mgumu. Sasa nilipoingia kweli nikaona na masomo ni magumu. Yani nakuta mtu anasoma huko analia. Masomo ni magumu. Yani kuna kipindi wa sana au kata tamaa. Lakini nikamwambia Mungu naomba unisaidie. Nisikeri tu kwanza. Nisipokeri na unakuja kushuhudia. Kweli nashukuru Mungu nimefanya test zangu kichanganya na assignment, coursework zangu ni kubwa. Wanaikaga yani iwe ni 16 kupanda juu. Yani at least kuanzia 16 kupanda juu. Sasa marks zangu ni kubwa kuanzia 25 kupanda juu. Kwa hiyo yani namshukuru Mungu sija. Na hivyo napenda kumshukuru Mungu, naamini hata hii UE sitasap kwa sababu masomo yote nimefanya vizuri. Au sapu. Utasapuje? Na kinyesi cha ng'ombe uvuti. Pamoja na cha chochote uvuti. Maana hiyo ilikuwa ilishakuwa kama sigara. Kwa hiyo ulikuwa unauzesha mapafu taratibu mwanangu Lucy. Ila atatakasika sasa kwa damu ya Yesu. Amen. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Jesus kanisa. He's my everything. Jesus mama. He's my everything mwanangu. Pekee na mshukuru Mungu. Kwa jina naita Petro Mathayo. Natokea Mianzini. Pekee na mshukuru Mungu wa Hema la Makimbilio. Ndio. Alionifanyia ni mengi. Ushuhuda wa kwanza ni
kuanzia 2010. Yaani nikaa hivi sina amani kabisa. Yaani amani naitafuta lakini hamna amani kabisa. Hamna amani. Amani ni ya kutafuta sana. Amen. Kwa hiyo mpaka 2023, 24 nilipoingia tu mahali hapa nikajisikia amani. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hema na makimbilio, ametendea mengi sana. Kubwa ni amani. Nini ukiona watu sasa? Najisikia vibaya sana. Yaani nataka nikaa tu mwenyewe hata nikaa tu porini ambaye sema ambaye iliyotulia. Jesus. Lakini sasa hivi niko vizuri. Sema nalo hilo pepo lilikuwa unajua. Maana watu wanaokaa hivyo mara nyingi wanakuja kujiua. Na mambo yao unakuta ni mawazo ya mauti. Kwa hiyo mwisho wa siku anakuja tu kujiua mwenyewe. Piga makofi kwa ajili ya deliverance. Kwa hiyo sasa hivi unaweza kuchangamana na watu vizuri. Kabisa, naweza kuchangamana na watu kabisa bila shida. Na ukiona mtu ukimbii tena. Sikimbii. Mwombe mwenzako na hilo liroho likutoke na wewe katika jina la Yesu. Ni spirit kabisa. Amen. Lakini pia nimekaa miaka mingi kwenye kanisa ambayo naliabudu. Sijaweza kupata amani, lakini nilipofika tu hapa amani juu ya familia yangu, pia amani juu ya maisha yangu. Pia nilikuwa siwezi kushika hela yoyote. Yaani mwisho wangu nikishika 50,000, hapo ndo mwisho wangu, na nikishika hiyo haiwezi kaa. Ni matatizo mengi. Baadaye naisha, baadaye nabaki tu na mawazo mengi. Lakini sasa hivi naweza nikaweka akiba. Sasa hivi niko vizuri. Piga makofi. Sasa hivi yuko vizuri Petro. Usikie ukaenda kumkopa. Hebu mshangilie Yesu vizuri. Naweka tahadhari kabisa. Sio ukafanyaje? Mwambie mwenzako unapokutana na madhabahu ya kweli, mambo yako lazima yafunguliwe. Unaona, nakwambia nilikuwa kwenye madhabahu huko, nilikuwa sina amani, sina furaha, sina utulivu, lakini nilikuwa siwezi kuweka akiba. Kuna watu hawana akiba. Hata 50,000 hawana. Na hasomeshi, useme anasomesha. Bwana Yesu asifiwe. Hasomeshi. Mwingine anaweza kuambia mama nimelipia ada. Hana mtu anayemlipia ada. Hana chochote anachokifanya, lakini hawezi kuweka hata kibubu. Sasa hiyo ni mbaya, maana hiyo ni laana ya umaskini. Laana ya umaskini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hayo yote Mungu wa hema la makimbilio kwa Petro amemaliza. Sasa hivi anakuambia anaweza kuweka akiba hata hapati tena 50,000 kwa mwezi. Piga makofi mazito kwa Yesu. Namshukuru Mungu wa hema na makimbilio, namshukuru mama sana. Namshukuru sana. Kwa hiyo sasa hivi naendelea vizuri, naendelea kushika hela, naendelea kufanya mambo mengine. Amen. Pia namtumikia Mungu katika hema la makimbilio. Na ni mwaminifu sana Petro. Mungu akubariki mwanangu. Piga makofi kwa ajili yako. Sifa na utukufu na mshaba na Yesu. Amen. Mshangilie Yesu vizuri. Mshangilie Yesu vizuri. Jesus kanisa. Yes, mama. He's my everything mwanangu. Yes, nitafupisha, nitakimbia, lakini nitaongeza sauti. Amen. Miongoni mwetu kuna mtu ni mgeni na ningesema anacheka. Alafu bora aseme taratibu, lakini wanasema kwa sababu wewe labda atibu mbwa. Hilo mtamko la kwanza ambalo ukiwa unafundisha niliandika kwenye notebook. Kaambia Mungu, mimi nataka nipate A zote. Sio kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Kwa hiyo hilo ni tamko la kwanza mkisaidia walimu hao. Walimu. Kwa hiyo nikamaliza vizuri form 6. Nika apply KSMC daktari. Sikuwa na ada kipindi hicho, lakini nikiwa natafuta process za kwenda chuo, niliapply chuo kimoja, siku apply Muhimbili. Rangi kama unavyoiona ipatana najua sana, kwa hiyo sikutaka kwenda Juani. Lakini pia nilitamani nikae karibu na Arusha. Sijui kwa nini, labda Mungu alikuwa ananiandaa tu ili nakuja sehemu nafanya ibada. Kwa hiyo niliapply chuo kimoja. Matamko ambayo alikuwa anakuja ni kwamba aidha siku ya graduation yako utakufa, utagongwa na gari. Niliambiwa na watu wa karibu, wakaniambia umeapply KSMC kwa sababu na kiburi ya matokeo, kwa nini usije apply Muhimbili? Muhimbili ni 1,800,000, KSMC ni 6,000,000.
Kwa hiyo akaniambia kwanza kwenu hamtaweza kulipa. Hizo mamangu hana kazi. Mama na baba nilipomwona nabii siku ya kwanza akaniambia kuna vitu vinamsumbua baba yako na mama yako vinakutafuta. Mamangu amesoma masters Makerere University, babangu amesomea petroleum engineering na masters, lakini hakuwahi kufanya kazi. Alitutelekeza, hajaipata kazi popote. Juzi nimehudhuria madhabahu wiki 4 nikaja kushuhudia kwamba my mom is a lecturer na anakaribishwa sehemu mbalimbali. Nikamwambia sasa mama jipange. Jumapili fulani nikimaliza mitihani hakuna kwenda kufundisha, nitakupeleka na posali mimi. Ikiwemo ni rafiki yangu aliyekuja ananiambia tu natamani nione unapoabudu. Kwa hiyo leo nikamwambia ni hapa. Kwa hiyo unanisikia, najua unajijua ni hapa. Ndio hema la makimbilio. Piga makofi rafiki yake.